Tundu Lissu, yes. Ukikumbuka vizuri, kuna baadhi ya watu kama watatu na mimi nikiwemo. Mtu wa kwanza, baada ya uchaguzi mkuu kuisha, sawa sawa, makamu mwenyekiti alienda kutembelea sehemu moja inaitwa Njombe, mkoa wa Njombe. Alivyofika pale, makamu mwenyekiti John Heche namzungumzia, walinzi wake yeye walikuwa hawa watatu, walimkunguta katibu mwenezi wa BAWACHA taifa. Unajua unajua ni kiongozi mkubwa sana. Wakamkunguta katibu mwenezi wa BAWACHA taifa, anaitwa Sigrada Mligo. Ni walinzi wa makamu mwenyekiti taifa. Tundu Lissu kabla hajakamatwa alikuwa yupo, wanaendelea na mikutano, sawa. Yule bwana kapigwa mpaka kavunjwa mbavu na baadhi ya viungo mbalimbali vya mwili wake. Halafu yule bwana alizuiliwa asiseme popote. Halafu alivyoenda kulalamika, kwanza alivyoenda hospitali alidaiwa PF3, na ili tolewe PF3 lazima wajue the source, sawa. Kwa hiyo alivyo state vile, Tundu Lissu na makamu mwenyekiti wakawachukua wale walinzi wa makamu mwenyekiti wale watatu, wakawakimbiza, wakawapeleka taifa fulani hivi, siwezi kulitaja, wakaenda kuwaficha. Tumeelewana vizuri Ukiuliza au ukifuatilia kwa ndani, kwa sababu tu yule Sigrada Mligo alikuwa timu Freeman Mbowe. Sasa tunaweza tukajiuliza, na mimi niliita vyombo vya habari, nilikuwa nayazungumzia masuala kama haya, kwamba kwa bahati nzuri wale watu Sigrada mwenyewe aliwaona, na wengi tu kamati tendaji ya mkoa wa Njombe waliona kwamba waliompiga ni walinzi wa makamu mwenyekiti. Sasa tuashumu labda wangemfuata nyumbani kwake usiku, wakampiga, wakamvunja mguu, au kama hivyo alivyovunjwa mbavu, au kauliwa. Watu wanasemaje? The Bantu.